Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Siku ya leo, Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 3 2025, juma la kwanza la Kwaresma, mwaka C wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Esta sura ya 4 aya 17. Somo la Injili inatoka katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 7 aya 7 hadi ya 12. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna yupi kwenu ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? Au akimwomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wale wamwombao? Basi yoyote mtakayotendewa na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, kwa maana ndiyo Torati na manabii." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Katika Injili ya leo, Yesu anatuasa tuombe kwa kuwa tutapewa, tutafute kwa kuwa tutaona, na tubishe kwa kuwa tutafunguliwa. Hivyo wapendwa katika Kristo, wazo kuu linalotawala Injili yetu ya leo ni juu ya utambuzi kuwa mahitaji yetu yote yapo kwa Mungu, na hivyo atupasa tumwendee kwa imani kubwa. Wapendwa katika Kristo, Injili ya leo inatukumbusha mambo muhimu katika maisha yetu ya Kikristo, hasa juu ya sala, imani na utegemezi kwa Mungu. Daima tuwe na utayari wa kuomba mbele za Mungu. Hii ni njia ya kutafuta msaada na kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kila mtu ana mahitaji yake, iwe ni mahitaji ya kiroho au ya kimwili. Lakini katika sala zetu lazima tuonyeshe imani na uvumilivu tunapoomba. Haipaswi kuwa na shaka kwamba Mungu atatujibu. Tufuate mfano wa Mtakatifu Monika, mama wa Mtakatifu Agustino, aliyeomba kwa muda mrefu kwa ajili ya mwanaye ambaye alikuwa anatembea katika njia na giza la dhambi. Alimuomba Mungu kila wakati na kwa muda mrefu. Mwishowe Mungu alimjibu maombi yake, na mwanaye Agustino aliweza kugeuza mwenendo wa maisha yake. Wapendwa katika Kristo, kutokana na maisha ya Mtakatifu Monika, tunajifunza kwamba lazima tuwe na uvumilivu na matumaini, kuwa tayari kuendelea kuomba, kutafuta, hata tunapopata changamoto mbalimbali. Mungu atatupatia mahitaji yetu kulingana na mapenzi yake kwa wakati wake. Lazima tukumbuke kwamba mali na vitu vyote tulivyo navyo ni kwa ajili yetu na wengine. Kuhudumia wengine ni sehemu muhimu ya maisha ya Kikristo. Katika kipindi cha Kwaresma, tunaalikwa pia kutenda matendo ya huruma ya kimwili na ya kiroho kwa kutazama shida za wengine na kuwasaidia. Katika Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 38, Yesu anasema, "Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile ambacho mpimacho ndicho mtakachopimiwa." Hivyo baraka za Mungu zipo katika utoaji. Daima tukumbuke kuwa tunapomwomba Mungu atujalie mahitaji yetu, lazima na sisi binadamu kuonyesha ushirikiano na Mungu ili Mungu aweze kutusaidia kupata mahitaji hayo.
Kwa mfano, huwezi omba upate fedha alafu onyeshe juhudi za kutafuta hizo fedha. Unasubiri tu Mungu akupatie. Wapendwa katika Kristo, kama Mtakatifu Agustino alivyosema, yeye aliyekuumba bila wewe kutaka hawezi kukukomboa bila wewe kutaka. Kushiriki nasi kwa njia ya jitihada mbalimbali ili kile tunachoomba Mungu atupatie. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Novati Rogati Kesi kutoka Jimbo Katoliki la Moshi, inayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.